Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari yetu ambayo tunaendelea nayo ya kipindi hiki cha Kwaresma, safari ya siku 40. Naamini Mungu anazidi kuwabariki kuajalia neema mbalimbali katika safari yenu hii ya jangwani. Naamini basi kila mmoja anaendelea kualika wengine katika safari yetu hii ambayo si nyepesi sana, inahitaji sala, inahitaji maombi, inahitaji kutembea pamoja wote sisi kama wasafiri. Naamini basi unawaalika na wengine, unaomba kuombee, unawaalika wazidi kuongozana na sisi katika hii safari. Na nikuombe usiache kulike, kushare, comment, ili wengine wazidi kupata baraka katika channel yetu hii ambayo Mwenyezi Mungu ametubariki. Basi tunaomba baraka hizi usiishie nazo wewe, bali wafikishie na wengine. Tunaendelea na hii sehemu ya pili ya safari yetu, ikiwa leo ni siku ya 13 kama nilivyosema, lakini tunaendelea, nimesema sehemu ya pili kwa sababu tunaendelea kuangalia aina za watu ambao tunasafiri nao katika safari yetu hii ya jangwani. Na basi tunaendelea aina nyingine ya watu ambayo tutakutana nayo katika safari au tutaishi nao, tunaita misimu. Misimu ni watu gani? Hii ni aina ya watu ambao mara zote wanakuja katika safari yako ya maisha kwa sababu una msimu fulani, kwa sababu upo katika msimu fulani. Huu msimu unaweza ukawa wa furaha au msimu unaweza ukawa wa huzuni. Inawezekana kuna watu wanakuja katika safari yako ya maisha au unakutana nao kwa sababu umefanikiwa kimaisha, kwa sababu wewe huu msimu umepata kazi nzuri, kwa sababu huu msimu labda ni maarufu sana. Kwa hiyo wanakuja watu kwa sababu ya aina fulani ya maisha ulioingia. Hawa watu baada ya huu msimu kuisha, amini usiamini, hawa watu huwa wana tabia za kuondoka au kukuacha, kwa sababu walikuja si kwa sababu ya wewe, walikuja kwa sababu ya huo msimu uliokuwa nao. Kuna wengine utawaona watakuja kwako labda kwa sababu ulipata changamoto fulani labda ya kiafya, kwa sababu ulipata msiba, kwa sababu ulipata janga fulani. Basi kwa sababu ya hilo janga wakawa karibu na wewe, wakakufariji, wakutia moyo. Baada ya hapo ukishakaa vizuri, basi wanaondoka. Tunaita watu ni msimu. Kwa hiyo siku zote tujifunze sana kujua ni aina gani ya watu ambao wanakuja kwa sababu ya kipindi fulani tulichokuwa nacho katika maisha. Lazima tuwajue sana hawa watu, kwa sababu mara baada ya huo msimu kuisha wataondoka. Kwa mfano nitawapa mfano muweze kuelewa. Wengine labda ulipata upadri, labda ulioa au kuolewa, ulikuwa na watu wengi kipindi hicho, na uliunda grupu la WhatsApp kwa mfano, ukawaunganisha watu hao na nini, wakaja mkawa mnachati, mnaendelea hapa na pale, hata kwenye sherehe yako walicheza wakafurahi. Baada ya hapo basi, baada ya sherehe kuisha, grupu halina tena kazi, na hao watu utawaona tena, basi waendelea na shughuli zao. Hivyo hivyo hata katika maisha wanaweza wakaja kwa sababu uko katika msimu fulani. Kwa hiyo jifunze sana kuelewa kwamba kuna watu wanakuja katika maisha yako kwa sababu uko katika kipindi fulani. Unaweza ukapata hata uwaziri, unaweza ukapata ubunge, unaweza ukapata nini, lakini vyote vikisha basi watu wanaisha, au kutoka katika ile ofisi basi na watu wenyewe wanaondoka. Kwa hiyo si yote usiwang'ang'anie au usiumie au ukalaumu kwa sababu ya hayo yatakayotokea hapo baadaye. Tambua walikuja kwa sababu ya msimu fulani. Aina nyingine ya watu ambao tunaijua, ambao tunasafiri nayo katika safari yetu ya maisha, tunawaita ni wavunaji. Wanakuja kuvuna, wanakuja kupata, wanakuja kupokea kutoka kwetu. Inawezekana Mungu amekujalia utajiri, inawezekana Mungu amekujalia neema fulani hivi, cheo fulani. Kwa hiyo watu wanakuja kwako ili waweze kuvuna kutokana na ile position ulionayo, waweze kuvuna kutokana na ile nafasi ulionayo. Wakishavuna wanaondoka.
wanapotea kabisa, hawapo kwa ajili ya chochote kile. Wao ni kama kupe, tungesema ni kama kupe au wanyonyaji fulani ambao wananyonya ile nafasi ulionayo, yani wanakutumia wewe kwa ajili ya wao kupata, na akishapata basi, kwa sababu muda mwingine mtu anaweza kalaumu, mimi nilisaidia mtu fulani apate kazi, nilimsaidia mtu fulani afanikiwe, nilimsaidia hivi, yeye amefanikiwa, amenisahau. Amekusahau kwa sababu alikuja kwako ili aweze kuvuna. Akishavuna akapata mazao yake, anaondoka. Akishapata kile anachokihitaji, anaondoka. Kwa hiyo elewa kwamba muache aende. Usilaumu sana. Au ni watu ambao tunakutana nao katika safari yetu ya maisha, katika safari yetu ya jangwani. Aina nyingine ya watu ambao tutakutana nayo, nitaeleza vizuri katika safari yetu ya jangwani, tunaita wanaochokesha. Wanaochokesha, ambao wanachokesha. Utakuwa mwema sana kwao, utakuwa mkarimu kwao, anaweza kawa mume, akawa mke, akawa watoto, akawa rafiki, yani yoyote yule, lakini ukamwonyesha aina zote za upendo, yani kila aina ya upendo, na yeye nao ukafurahia kwamba uko naye na anakupenda na naishi vizuri sana. Lakini kinapotokea chochote kile, akisikia maneno labda ya watu, au ikitokea umemkera kitu kidogo, yani anasahau wema wote ule ambao umemtendea, na unajikuta unachoka. Yani wewe unachoka kwa sababu unakumbuka ule wema uliomtendea, ukarimu uliotoa, lakini yeye kitu kidogo tu kimeharibu kila kitu. Kwa hiyo unajikuta unasema nifanye nini? Manake umechoka. Ni watu ambao wanachokesha. Yani wakati mwingine unajitahidi hapa na pale, kuwa mwema, utapambana, lakini wanachoka. Yanakuwa kama mzigo fulani kwao. Yani aoni ile nguvu uliotoa, hasa pale anaposikia kitu fulani kutoka kwako kidogo sana, au cha ajabu kidogo kutoka kwa wengine, kinachokuhusu wewe, anasahau wema wote uliomtendea, kiasi kwamba wewe unaanza kuchoka, unaumia. Sasa huyu mtu ajali au mtu aoni? Kwa hiyo ni watu ambao utakutana nao katika safari yako ya maisha. Kwa hiyo omba sana hawa watu, endelea kuwa mwema, lakini omba wasije wakakutana na neno dogo au neno dogo baya linalokuhusu wewe. Watasahau wema wote uliowatendea katika safari yao ya maisha, watakufanya uchoke. Nasikia mtu sisalii tena, sifanyi tena, sipendi tena, sifanyi hivi. Ni kwa sababu amekutana na watu ambao amewatendea wema, alafu wakadonoa. Yani kwa mtu akatokea kadonoa ule wema fulani. Kwa hiyo hawa watu wanachokesha sana sana. Aina nyingine ni ya watu waliochoka, yani wao wamechoka. Utakutana na watu hawaambiliki, yani hawasikii lolote, ni miamba tungesema. Hawataki kuona, wala hawana uwezo wa kuona hatari iliyo mbele yao. Wamechoka, yani hawaambiliki. Wewe unaona hatari, unashauri, lakini yeye aoni hatari, wala hashauriki, wala hataki kupokea huo ushauri unaotaka kumpa, wala watu kimonyesha ile hatari ambayo inakuja mbele yake, hataki kuelewa kabisa. Anaweza kawa hata mume wako, unamwona kabisa njia zake anaanza, anamwambia baba, hapa unakoelekea familia yetu taangamia. Anakwambia usinielekeze, usiniambie lolote, mimi ndio mwanaume. Yani anaweza kawa hata ni bosi vile vile, unajaribu kuelekeza, anakwambia hapana, mimi ndio bosi hapa, lazima uelewe, mimi ndio kiongozi hapa. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza kukuumiza, kwa sababu huyu mtu amechoka. Yani yeye amechoka, hataki tena kusikia la mtu, anachoamua yeye ameamua, anataka kufanya yeye anafanya, amechoka. Hii sababu mbalimbali zinaweza zikasababishwa na watu kuchoka, lakini kama kwenye familia ni kwa sababu wakati mwingine ya tabia zinazojirudia mara kwa mara, zinaweza zikasababisha mtu akachoka. Mama anaweza akachoka kwa sababu kila siku amechelewa kutoka kazini, kila siku anatoa sababu kwa nini hayupo, kila siku anatoa. Kwa mama inafika kusema aulizi, sikii cha mtu wala nini. Kwa hiyo anachoka kiasi kwamba basi anaamua kuacha mambo yaende, aambiliki tena. Akiambiwa mshauri mume wako, anasema
achana naye, achana naye. Kwa hiyo watu tutakutana nao wamechoka. Aina nyingine ya watu tunawaita ni wastaafu. Utakutana nao, hawa ni watu ambao wamestaafu kuhudumia familia, kuwa baba, kuwa mama, hata kuwa mtoto, amestaafu. Hawa watu utakutana nao, nitakwambia kwa mfano kwenye kazi, wao wanasimulia tu, wana story kwamba hii ofisi enzi zetu ilikuwa hivi, kipindi kile, yani wao wanasimulia, hawana jipya sana, wamestaafu, wanasimulia. Mko nao katika ofisi, lakini wao kazi yao ni kusimulia stori za ofisi, za taasisi, za nini. Sasa unamwambia toa basi mchango wako, ana tena mchango, anasema mimi enzi zangu nilifanya sana, na nyinyi fanyeni. Amesha staafu. Unaona, hata makanisani atakwambia sisi enzi zetu ili kanisa tulijenga sisi, tulifanya hivi. Yani ana tena mchango mpya, asha staafu. Na nimesema hata wakirudi nyumbani wamestaafu katika mambo ya kifamilia, yani hawatimizi tena majukumu yao. Anaamka asubuhi, anaenda kwenye shughuli zake, akirudi analala tu. Yani mpaka unashangaa, huyu mbona amesahau kwamba ni baba, mbona amesahau kama ni mama, mbona amesahau majukumu yake. Yani ashastaafu mapema sana saa nyingine. Kwa hiyo hiki kitu kinaweza kukuumiza sana sana. Kwa hiyo ni aina ya watu ambao tutakutana nao. Usiache kuwaombea, kwa sababu inawezekana wewe ni aina ya watu wengine ambao tunawaita wasiochoka. Kuna watu lazima tukubali wanajitoa sana. Hawa ni watu wasiochoka, wanajitoa sana katika maisha yao. Kwenye misiba watakuwepo ya watu, kwenye harusi za watu watakuwepo, kwenye shughuli mbalimbali ambazo zinahusu jamii, wanajitoa sana sana. Hawa watu hawachoki. Na kibaya sasa, saa nyingine kwa upande wa watu wanavyojitoa, wanatamani na watu wengine wajitoe vile vile. Wanavyohudumia jamii, wanatamani na jamii iwahudumie vile vile. Yani wema wanaotoa wanatamani wema ule ule uwarudie. Usipowarudishia wema, mara nyingi na wauma sana. Kwa hiyo nikuombe ndugu yangu katika Kristo, watu utawakuta katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo, ile sura ya 4 aya ya 2. Nikuombe sana 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 usije ukachoka unapokutana na aina mbalimbali za watu. Elewa kwamba sisi binadamu tunasafiri pamoja na Mungu ametuita wote katika safari, hivyo lazima tutembee pamoja, hatuwezi kufanana. Utofauti wetu unafanya maisha yawe na maana sana. Kwa hiyo kila mtu kwa namna yake mpeleke kwa Mungu, muombe kwa Mungu, na furahi katika safari yako ya maisha. Tuendelee na safari.